pori ukifika hapa, changamoto ni kubwa sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Samia alitoa maelekezo kwamba barabara hii ijengwe kwa kigogo tunaita public private partnership. Tunaomba sana wananchi hao wa Kiteto wakisikia sauti yako kuhusu namna serikali ilivyojipanga kuhusu barabara hizi, tutafurahi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto nyingine kubwa hapa ni umeme. Umeme unakatika sana kwenye wilaya hii ya Kiteto. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiwilaya na kiutawala sisi tuko mkoa wa Manyara, lakini kitanesco tuko Dodoma. Umeme ukikatika inakatika kwenye miji yote ya Kiteto. Jana tu imekatika kuanzia saa 10 ikarudi saa 4 usiku. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumezungumza na watu wa TANESCO na mkurugenzi wa TANESCO amefanya kazi Manyara, ni mtu tunamfahamu, ni mchapa kazi sana. Walitupa majawabu kwamba ikijengwa substation, Chemba na Kilindi, ambayo ni uwekezaji ambao utamaliza changamoto yote ya Wanakiteto. Lakini kati ya majibu ambayo Wanakiteto hawa wanataka leo kusikia ni mpango wa serikali kuhusu tatizo la umeme. Lakini jingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wilaya hii ina migogoro mingi sana ya ardhi. Na ni kwa sababu ya muingiliano kwanza na ukubwa wake, lakini kwa sababu ya muingiliano wa matumizi ya mifugo na kilimo. Tunachoomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hapa niseme ni ushukuru sana Wizara ya Ardhi na kamishna hapa na waziri hapa, kila wakati tukiwahitaji wamekuwa wanafika hapa kujaribu kutatua migogoro. Lakini jawabu peke yake, wakiwezeshwa wakapata fedha, tukafanya mipango ya matumizi bora ya ardhi, anayefuga ajua anafuga wapi, anayelima akilima salama. Kiteto ni salama sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sana pesa zikipatikana Kiteto iwe kipaumbele. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa nimemwona mtani wangu hapa, tunasumbuliwa sana na wanyamapori hapa sana, huko kwenye mashamba huko, na tumeshapoteza maisha na wananchi hapa. Lakini kwenye bajeti iliyopita, kati ya majimbo ambayo serikali imepanga kutujengea kituo hapa kwa ajili ya kutuletea maaskari wa kupambana na wanyamapori, Kiteto imo. Lakini kwa sababu mtani wangu na jirani wangu yuko hapa, naamini Mheshimiwa Waziri Mkuu tutapata sauti kutoka kwako leo, ili wananchi hawa wanafanya kazi kubwa sana, wanalima, wanafuga, lakini wanyamapori wamekuwa ni tishio sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo hili ni kubwa sana, ni zaidi ya kilomita za mraba 17,000. Kazi ni kubwa sana hapa. TARURA, mtandao wa barabara ni kilomita 1291. Bajeti tunayopata ni bilioni 3. Ilitakiwa tupate bilioni 11. Lakini sisi ni wangwana sana. Tukipata nusu ya hiyo bilioni 6 na kuendelea, tutaweza kufungua barabara nyingi sana za vijijini ili mazao itoke iungane na barabara hizi za lami, ili wananchi hawa ambao wanafanya kazi nzuri sana waendelee kupata moyo wa kuendelea kufanya kazi kwa wingi sana. Lakini tulipata miradi ya maji, nilishazungumza hapa, zaidi ya bilioni 21. Lakini mpaka leo bado tuna vijiji 14 hazina maji kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua sauti yako leo hapa tutapata majawabu, naamini. Na kwa sababu wewe ni mchapakazi na umeshaanza vizuri sana, ukiwaelekeza Wizara ya Maji hapa, na nimemuona Mheshimiwa Kundo hapa, sisi hapa tukipata maji ya uhakika na tukapata mabwawa kwa wingi, tukipata mabwawa, wanaofuga watapata hapa sehemu pa kunyesha ng'ombe, na wanaolima wataanza kulima ndani za umwagiliaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Waziri wa Maji alipokwenda Marekani alizungumza kati ya majimbo kame sana ambayo inahitaji uangalizi ni pamoja na Kiteto. Lakini kwa sababu huku kuna chumvi nyingi sana, kila tukichimba tunapata chumvi. Tukipata miradi ya uhakika ya maji safi na salama, kama mradi mkubwa wa Simanjiro kuja hapa, au mradi huu wa Lake Victoria unaokuja Dodoma, na kwa sababu sisi tuko karibu na Dodoma, mkitupa kipaumbele na sisi Kiteto, wananchi hawa watakuwa wamefarijika sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda na kwa sababu najua utawapa wananchi hawa watapata nafasi pia, niseme niishia hapo kwa leo. Mengine tutaendelea kusema bungeni. Nikushukuru sana na nikukaribishe Kiteto. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba, karibu sana mkoa wetu wa Manyara.
Tunakushukuru sana na tunakukaribisha sana. Pole na safari. Wananchi wa mkoa wa Manyara wamekusubiri sana kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijatoa salamu zangu za mkoa, naomba kwanza nikukaribishe uwe sehemu ya wana Manyara. Baada ya hapo sasa nikupe salamu za mkoa ukiwa ni sehemu ya familia yetu. Wananchi wa mkoa wa Manyara, haswa wilaya hii ya Kiteto, kwa ukarimu tulionao tukiongozwa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, tumesema tukukaribishe kwa mila na taratibu za wananchi wa Kiteto. Mheshimiwa mbunge pamoja na wazee wale, karibuni haraka haraka dakika 2. Wazee wa kimila hawa, karibuni sana. Malaigwana, naona mheshimiwa mbunge wakili msomi mwenyewe anaenda kujumuika nao. Mheshimiwa Edward Ole Lekaita, kwa ukaribisho maalum na zawadi maalum ambao ameiandaa kwa ajili ya mheshimiwa mgeni rasmi. Karibuni sasa, tuendelee. Tuna dakika 3 tu za kumkaribisha mheshimiwa waziri mkuu hapa kiaina yake. Dakika 3 tafadhali. Karibuni. Mheshimiwa Rasi, naomba uendelee sasa. Wengine tunaomba tuketi ili watu wote tupate nafasi ya kushuhudia kinachoendelea. Tusiwazibe wengine. Nimeona kuna wengine wameinuka pale katikati kwenye tenti. Naomba tuketi tafadhali. Asante. Karibu Mheshimiwa Rasi. Naam, Mheshimiwa Waziri Mkuu anafanya maandalizi ya ukaribisho. Wamekuandalia zawadi mahususi maalum kabisa. Wanataka wakusimike uongozi wa kimila katika mkoa huu wa Manyara na eneo hili la Kiteto ambako hapa Wamaasai ni wengi kweli kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupige makofi mengi sana kwa uamuzi huu wa wazee wetu wa kimila Malaigwana. Wataka kumsimika cheo. Sasa cheo gani watatuambia wenyewe baada ya muda mfupi tu. Lakini maandalizi yanavyoonekana, Ulaigwana ni mwingine unamnyemelea baada ya Longido kule kufanya na wao hivi, na Mheshimiwa naibu waziri wa madini aliwaongoza wazee wa pale Longido kumsimika Mheshimiwa Waziri Mkuu Ulaigwana. Sasa hapa sijui itakuwa vipi, lakini ndio hivyo tunashuhudia anavishwa vazi la Kimasai likimpendeza vizuri kabisa. Tupige makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo ni vazi la Kimasai, na baada ya kuvalishwa kuna hii nyingine, naomba umvalishe. Hili ni vazi ambaye la kiheshima, na tuna kiti pia kwa maana utakalia wakati wa kubarikiwa, na utakuwa ukikalia ukiwa unafikiria namna ya kuwaongoza wa Tanzania. Lakini pia tumeiandaa hii, tumekuona kila wakati ukiendeleza utanzania, tukaona tukutengenezee ambayo imeshonwa moja kwa moja. Na nichukue nafasi, naomba ukae tu ili kiongozi mwenyekiti wa Malaigwana niweze kukukabidhi rungu kwa maana ya uongozi na uadilifu katika, na atakupa kwa mara 1, 2, ya 3, ya 4 utapokea, na ataendelea na kutoa baraka. Kwa hiyo atakupa mara ya kwanza hiyo, ya pili, tusindikize na makofi mengi, ya 4 unapokea sasa. Anapokea makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Megara mayana la rayani. Meganda gola lokonya ino. Megisudo yengishino. Tana ba Kiteto. Tana ba Tanzania. Ai. Narumo nanele buma. Ai. Nara alalango lankai. Nari ya maamelo. Nara da munyeyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kamba hapa kwa maana ya kuwakilisha ng'ombe jike kama sehemu ya wafugaji. Kwa hiyo naomba pia nikukabidhi kamba kwa maana ya ng'ombe jike. Lakini pia hapa tuna mbuzi, tunakukabidhi. Lakini pia tuna zawadi kwa ajili ya mama. Tunaomba tuikabidhi vazi lake naye kwamba ataenda kuvaa, kwa kuwa hayupo hapa, lakini basi utamfikishia, na tunaomba umfikishie. Makofi mengi sana wana Kiteto.
Waziri mkuu wetu hoye. Laigwana ni mpya hoye. Tangamu. Kuna namna ambayo tutamuelekeza jinsi atakavyoweza kuvaa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Karibu sana Kiteto. Tupige makofi mengi. Asante ndugu huo aina yake. Asante sana. Karibu Kiteto. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana wakati waziri mkuu anarejea katika kiti chake, anatuonesha rungu hilo lililokabidhiwa ikiwa ni mamlaka. Tumpigie makofi mengine mengi sana wana Kiteto. Waziri mkuu wetu hoye. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Rasi, uendelee. Asante sana. Waziri mkuu oye! Manyara oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba, karibu sana mkoa wa Manyara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufikisha salama tarehe hii ya leo 26 mwezi wa Februari 2026 tukiwa tuko salama, lakini kwa upendo wake na rehema zake tupo katika kipindi cha mfungo wa Kristo na Waislamu wote tutakiane heri na Mwenyezi Mungu apokee dua na funga zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba tuchukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Manyara kukupongeza. Kwanza kwa kushinda kwa kishindo kuwa mbunge, lakini cha pili kwa uteuzi mkubwa wa heshima kubwa sana wa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupata jukumu kubwa la kumsaidia majukumu Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wananchi wa mkoa wa Manyara tuna imani kubwa na wewe, lakini tumekuona ukiendelea kufanya kazi hii kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupita nchi nzima, wilaya kwa wilaya, kijiji kwa kijiji bila kuchoka. Kwa hakika unafanya kazi kubwa sana na hongera sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Manyara ni salama. Wananchi wako salama, tunaendelea na shughuli zetu mbalimbali kama ambavyo tunaona sasa tumeanza kupokea mvua na mashambani kumeendelea kupamba moto kwelikweli. Sisi wananchi wa mkoa wa Manyara ni wanufaika wakubwa wa uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi cha uongozi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mkoa wa Manyara umefaidika kupata zaidi ya bilioni 790 katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi mikubwa, midogo, katika sekta zote tumepata fedha nyingi sana. Lakini naomba nikushukuru wewe pamoja na timu yako kwa sababu katika kipindi hiki ambacho tutatoka katika mkoa wa Manyara pia utapata fursa ya kutembea na kuangalia, kutuzindulia na kukagua baadhi ya miradi ambayo imetengenezwa ama imefanyika kwa fedha hizi nyingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoani kwetu Manyara katika kipindi akachokuwa utatembelea miradi ipatayo 14 ambayo ina thamani ya zaidi ya bilioni 228. Hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika. Miradi hii ni sehemu ya utatuzi ama ujibuji wa kero na changamoto za wananchi katika sekta husika. Utatembelea miradi ya elimu, maji, barabara, lakini pia utaona shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika katika mkoa wetu. Mkoa ni salama, wananchi wanaendelea na shughuli zao. Mbali ya changamoto za migogoro ya ardhi, haswa hapa Kiteto ambayo Mheshimiwa mbunge pia ameiongelea, migogoro ambayo mingi inasababishwa na uvunjifu wa sheria wa matumizi bora ya ardhi, lakini wengine kuvunja kanuni na sheria za mipango ambayo wamejipangia wao wenyewe. Na kama serikali tumeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kutatua migogoro hiyo, kusikiliza katika kliniki mbalimbali ambazo zinaendeshwa mkoa mzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto kwa kawaida huwa hazimaliziki. Changamoto zipo kila siku, kadri mnavyozitatua ndivyo zinavyozidi kutokea. Na sisi kama mkoa tumeendelea kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hizo kwa kufuata maelekezo ya viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika mkoa wetu wa Manyara. Wananchi wa mkoa wa Manyara wana hamu kubwa ya kukusikiliza na leo wamekusanyika kwa wingi hapa wakiwa wana hamu ya kukusikiliza, na wengine pia ni wale ambao wanategemea uwasikilize. Mimi kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Manyara naomba nikukaribishe sana katika mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi ni salamu fupi za mkoa wa Manyara. Kwa kuwa tutaendelea kuzunguka pamoja, tutaendelea kuona namna ambavyo serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa utatuzi na imeleta majibu makubwa kwa kero kubwa na nyingi za Watanzania katika mkoa huu.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea kufurahia mahusiano mazuri tulionayo kati yetu sisi kama viongozi na viongozi wote katika ngazi zote kwenye mkoa, kuanzia chama mkoa, lakini pia na niombe kwanza niwaletee salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amenituma niwasalimie sana. Anawapenda sana na anatambua kazi kubwa mnayoifanya, na kwa mahususi kabisa amesema niwafikishie salamu na viongozi wetu wa dini. Asanteni sana, mmeendelea kuwa na kazi kubwa ya kuiombea nchi yetu. Lakini pia pokeeni salamu za viongozi wetu, Makamu wa Rais Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi pamoja na Daktari Hussein Mwinyi, nao wanawasalimia sana. Ndugu zangu, katika kupita kwangu nakuja na salamu, lakini pia napita kujionea shughuli za maendeleo. Nimeiona barabara kama ambavyo Mheshimiwa mbunge alisema, na nitapita kote nione kote jinsi ilivyo. Lakini pia napita kukagua miradi yetu ya maendeleo. Nimeelezewa habari ya jengo hili ambalo tumetoka kumaliza ratiba yake, lakini pia tutaendelea na kwenye miradi nyingine. Lakini sio hilo tu. Katika kuleta salamu, ninayo heshima kubwa kuwaomba sote tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Ninyi mmepata fursa ya kusikia haya yaliyosemwa katika jimbo lenu. Mimi huu ni mkoa wa 4 sasa katika ziara. Napata fursa ya kuona miradi mbalimbali ya maendeleo katika majimbo mbalimbali. Ni kazi kubwa inayoleta heshima kwa taifa letu. Na mara nyingine mzigo mzito ukibebwa na mwenye nguvu huwa unaanza kuonekana ni mwepesi. Mimi niwaambieni, kazi hii aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo matokeo yake tunayaona leo, ni matokeo ya dhamira ya dhati ya kutatua kero za Watanzania. Hii imetokana na kujituma kwake, lakini pia ikiongozwa na dhamira ya dhati ya kutaka kuona maendeleo endelevu ndani ya nchi yetu. Ingekuwa kawaida tu yeye ni rais wa awamu ya 6, basi angekuta haya mambo yangeshafanywa. Ingekuwa mepesi tu, yangeshafanywa. Leo tunavyoongea tumeonyeshwa jengo hili hapa, na Mheshimiwa Naibu Spika akasema na kule Babati. Niwaambieni, ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu hivi, amejenga majengo 143 ya utawala kama hili hapa. 143. Lakini si majengo ya utawala tu. Alikuta tuna wilaya zaidi ya 100 hazina hospitali ya wilaya. Ndani ya kipindi cha miaka takriban 4 na sehemu, amejenga hospitali za wilaya 119 complete, kamili, zenye hadhi ya hospitali ya wilaya 119 ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu hivi. Kulikuwa na makao makuu ya tarafa hazina vituo vya afya na kata za kimkakati. Ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu, amejenga vituo vya afya 649. Amejenga zahanati zaidi ya 2700. Vifaa vya uchunguzi wa kibingwa, tulikuwa na MRI Dar es Salaam tu,
enye hospitali zilikuwepo pale, ukiweka na za hospitali binafsi zilikuwa kama 6 hivi. Sasa amenunua hospitali zote za kanda na za rufaa MRI. Hakuna mambo ya kusubiria kwamba kwenda kupata vipimo hivyo mpaka Dar es Salaam. Kulikuwa na CT scan kama 12 hivi. 12. Kwa mpigo kanunua 32. Kwa hiyo kila hospitali ya mkoa ina mitambo hiyo ya uchunguzi wa kibingwa. Hata kwenye maji, kwa kutambua tuna wilaya kame kama Kiteto hapa. Juzi nilikuwa kule Longido, kama Longido. Tulikuwa na mitambo 3 ya kuchimba maji nchi nzima. Kwamba mtambo huo ukiwa Kasulu ndio msubiri hapa Kiteto. Ndani ya kipindi cha miaka 4 na sehemu amenunua mitambo ya kuchimba maji kila mkoa na mtambo wake. Kila ukanda na mtambo wa kuchimba mabwawa. Kila ukanda na mtambo wa kupima wapi maji yapo. Kwa hiyo leo hii ikitokea eneo linakosa mpaka hata kisima, mpaka hata bwawa la kukinga tu weka tuta, huu utakuwa ni uzembe wa watendaji, utakuwa uzembe wa watumiaji wa mitambo hiyo. Yeye rais alishatimiza wajibu wake. Au ninyi Kiteto mnataka na kuchimba kisima aje asimamie mtambo huko? Ametimiza wajibu wake. Na mimi ndio maana nafuatilia kuona kazi zinafanyika katika maeneo yetu. Tulikuwa na shida za shule. Mheshimiwa mbunge wetu ametupa takwimu za shule zilizojengwa hapa. Jambo hilo limefanyika nchi nzima. Kwa nchi nzima amejenga madarasa 79,000 kwa mpigo. Shule za msingi zaidi ya 2,700. Shule za sekondari zaidi ya 1,300. Na shule moja kwa kila mkoa maalum kwa ajili ya wasichana. Na shule 103 maalum kwa ajili ya mafunzo amali. Hii ni kazi inayofanywa na kiongozi anayejali ustawi wa wananchi wa nchi yake. Ndio maana sasa nasema sisi wasaidizi wake tunaokuwa katika mikoa yetu, nimewatahadharisha mapema kila mkoa ninakopita. Tuna mitambo ya kuchimba maji na sasa tunaandaa bajeti. Miezi 6 baada ya bajeti mpya kuanza kutekelezwa, sitaki kuona wanafunzi wanabeba vidumu vya maji yachimbwe kwenye kila shule. Mitambo ya kuchimba maji ipo kila mkoa. Hakuna sababu ya kuwa na eneo tunakosa maji hata ya kisima. Na maeneo ambayo tunakosa maji ama yanatoka ya chumvi, yale ya mvua hayajagi na chumvi. Tuna mtambo wa kuchimba mabwawa kila ukanda. Tuache mambo ya kuzoea matatizo. Kuna watu wamezoea matatizo, hawataki watoke kwenye matatizo. Hawataki vitu vikubwa. Mitambo ipo. Kama tunakosa maji chini, rais aliliona hilo, akaleta na mitambo ya kuchimba mabwawa. Hahitaji kuleta wazungu kuweka tuta maji ya tuame lipatikane bwawa. Kila kona maji yanazagaa. Na nimetahadharisha kabla ya bajeti. Miezi 6 baada ya bajeti mpya, sitaki kusikia habari ya
kila mwanafunzi kafunga kijigudulia kwenye mkanda hapa. Na mitambo tunayo. Sitaki kusikia zahanati, kituo cha afya, shule ya msingi, shule ya sekondari eti haina maji. Fanyeni hiyo sensa, mjue maeneo ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya shule ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya zahanati ambayo bado hayana maji. Wekeni kwenye budget kama moja ya jambo la kipaumbele. Kila siku naona vibali vya kuomba kununua magari, hapo watoto wanatembea na vigudulia kiunoni. La pili, miezi 6 baada ya budget mpya, sitaki kusikia shule ya msingi, ya sekondari, zahanati, kituo cha afya eti kuna upungufu wa matundu ya vyoo. Tunakuaje nchi tunaweza kujenga reli ndefu kuliko reli zote Afrika, alafu watoto wetu wapange foleni kwenda kujisaidia? Na maeneo mengine tatizo wala sio fedha, tatizo ni kupuuza, kuzoea shida za watu. Nimepita mkoa mmoja pale, nikakuta wamepewa fedha ya matundu ya vyoo tangu mwaka jana, mwaka mzima wako na fedha na watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Nikasema kama hiyo shule iko karibu na ofisi ya mkurugenzi, wapelekeni watoto wote wakajisaidia ofisi ya mkurugenzi na afisa elimu. Mambo ya ajabu ajabu. Fedha iko mwaka mzima, matundu ya vyoo. Matundu ya vyoo. Lakini fedha imeshakuja. Na mimi ndo nimepewa majukumu haya ya kufuatilia usimamizi wa shughuli za serikali, udhibiti. Maanake maeneo mengine fedha zinakwenda kwa ajili ya mradi, watu bila aibu, ubinafsi wanagawana. Nimepita wilaya moja pale, wamepewa fedha ya jengo, wamelipana posho zaidi ya milioni 300. Zaidi ya milioni 110 wamempa mkandarasi, hata mkataba hana. Haijulikani wamempa za nini. Maana yake inawezekana wamezitanguliza ili wakazichukulia kule mtaani. Nikamtuma waziri, nikamwambia nenda kafyeke wote, uanze upya pale. Fyeka wote, anza upya. Haya mambo haya ya watu kupata nafasi na kudhani wao ndio wameshakuwa Watanzania na nusu wengine ni nusu wa Tanzania, hayakubaliki. Fedha ya maendeleo lazima itumike ilivyokusudiwa. Kila mtu aheshimu mahitaji ya miradi ya maendeleo. Na nimeelekeza miradi ya maendeleo isiwe siri. Na wala fedha za maendeleo zisiwe siri. Miradi ya maendeleo tangu lini imekuwa siri? Kwamba ninyi tu ndio mnaweza kutunza siri za miradi ya maendeleo na fedha za miradi ya maendeleo. Hicho ni kutengeneza kichaka cha kuiba. Tusijue zilikuwa ngapi, tusijue ilikuwa mradi gani. Sasa nimeelekeza rasmi, ukipokea fedha zinazokuja mkoa wa Manyara, fedha za miradi zikishafika, nakala apewe mkuu wa mkoa. Na fedha zote zinazotumwa kwenye mawilaya, nakala apewe mkuu wa wilaya, nakala apewe mbunge, nakala apewe mwenyekiti wa halmashauri, na zikishaenda kwenye maeneo yanayotekeleza miradi na madiwani wapewe nakala. Miradi ya maendeleo sio siri. Fedha ni kodi zetu wenyewe, inakuwaje mkishapokea inakuwa siri? Kutengeneza vichaka
vya watu kutaka kuiba, kujinufaisha. Mama yetu kule rais ahangaike kutafuta fedha, alafu huku mchwa wanatengeneza vichaka vyao. Hili halikubaliki. Sasa hata hapa Kiteto nimeambiwa na ninyi michezo ya aina hiyo ilikuwepo. Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio. Imeletwa fedha hapa ya mradi. Watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa walishatuibia, tusingewaona. Mkuu wa mkoa nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo, kwamba wakiniona naondoka nazo, wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Niliwasimamisha wengine kule hivyo. Eti wamekuapua fedha za jengo, baada ya hapo wameacha BOQ iliyopelekwa kwenye jengo. Wamejenga, tumesema ziwekwe nondo 8, wao wameweka 4. Tumesema za milimita 16, wao wameweka 6. Baada ya hapo wanasema tutarekebisha kwa fedha zenu. Mna fedha nyinyi ya kuikopesha serikali? Upumbavu mtupu na huyu. Mnaiba hapo baadaye mseme mnatengeneza kwa fedha yenu wenyewe. Yenu ya kutoka wapi? Kamanda wa TAKUKURU, niipate taarifa hii kabla sijamaliza ziara ya mkoa wa Manyara. Mmoja na ushiriki wake. Mimi nachukia uzembe, nachukia uvivu, nachukia wizi. Hata kama tuko kwa Kwaresima na mwezi mtukufu, hawa lazima wakipate cha moto. Hatuwezekana wananchi hivi. Ninyi mnajua, mimi nimeshakuwa wizara ya fedha pale. Najua hakuna Mtanzania analipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi sana. Watanzania wanajibana, hawalipi kwa sababu wana ziada, wanajibana kwa sababu wanataka hospitali, wanajibana kwa sababu wanataka shule, wanajibana kwa sababu wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao watibiwe, wanataka wazazi wao watibiwe. Leo hii tuje tupate wengine kakikundi hivi wajigawie kwa sababu ya nafasi walionao. Hii haikubaliki. Kamanda, nipate kwa sababu ya michezo iliyofanyika ile, nipate taarifa mpaka ya mapato ya ndani, mpaka ya makusanyo ya ndani. Minada hii, nipate na yenyewe. Nipate fedha za kwenye minada
zinakusanywaje na zinatumikaje? Hakuna kufanyiana ustaarabu kwenye mali ya umma. Ndio. Kwa hiyo niliona niseme na mengine nitasema siku ya majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Nitapata mengine nitasema wakati wa majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Watu wafanye kazi. Watu wamezoea matatizo ya watu. Kupuuza. Kwa sababu wao hayawapati, wanapuuza matatizo ya wengine. Muundo wa serikali wa nchi yetu, muundo wa utawala, tumepeleka serikali mpaka walipo wananchi. Hakuna sehemu ndani ya nchi hapana serikali. Kila eneo, kwenye kipande kidogo, kila eneo tuna kipande na uongozi wa serikali upo. Kijijini tuna mwenyekiti, tuna mtendaji wa kijiji. Unatokea uonevu pale pale, unatokea uonevu pale pale, migogoro pale pale, kila mtu haangaiki nayo, bize na umbea na mambo ya binafsi. Tuna serikali mpaka ngazi ya kijiji. Linakuwaje jambo mwaka na mwaka tunaimba hilo dogo linaloweza kutatulika? Tuna uongozi kwenye kata, tuna uongozi kwenye tarafa. Inakuwaje? Tuna uongozi kwenye wilaya. Inakuwaje mwananchi mpaka aende kwa mkuu wa mkoa? Na ofisi zote ameshafika. Wananchi wengine wanakwenda mpaka kwa rais. Hawa wengine wote na tatizo hili lilishafika na linatatulika. Ndio maana nilipofika halmashauri moja nikakuta miaka 2 fundi amewajengea vyoo tu milioni 2, miaka 5 anawadai. Nikasema ili waone uchungu, ngoja wagawane wamlipe kutoka kwenye fedha ya mfukoni mwao. Mambo ya kupuuza shida za watu. Sasa nimeelekeza, nitaanza kutaka wa wale wengine wanaodhani ni moto wa ziara tu, nitataka jedwali linaloonesha kila mtu ametatua kero za wananchi gani kwenye eneo lake kila mwezi. Ndio. Hii mambo ya kusikiliza watu haitakuwa jambo la ziara tu. Nitataka kila mwezi nione kila mtu ametatua kero gani, alipokea kero gani imetatua, kero gani ameipandisha juu. Haiwezekani wananchi wao wanafanya mambo ya serikali na watumishi wa serikali na watumishi wa umma wapo. Kama mnataka kila mtu binafsi afanye kazi hizo mwenyewe, afanye ufuatiliaji yeye mwenyewe, sasa tunawalipaga wa nini? Rais kanunua mpaka magari, ngazi mbalimbali, kila eneo kuna magari na mafuta yapo. Lakini mnatumia kwenye semina tu na mikutano. Mbona walimu wanaweza? Mtoto namba yake ya mtihani ikikosewa, mtoto
Mtoto wa shule ya msingi namba yake ikikosewa, si naibu spika tulikuwa tunaita nini zile TSM9 sijui nini, ikikosewa sijui nini imekuja, mwanafunzi mmoja haipo, mwanafunzi haendi mbali zaidi ya kwenda kwa mwalimu mkuu pale. Mwalimu mkuu ataenda katani, kama sio la kwenye kata, yule wa kata ataenda mkoani, wilayani, yule wa wilaya ataenda mkoani, wa mkoani ataenda taifani. Baada ya hapo namba inamkuta mwanafunzi pale pale shuleni. Nini wengine huku inashindikanaje mpaka mwananchi yeye ndo amtafute mkuu wa mkoa? Mtu anahangaika mwezi mzima anamtafuta mkuu wa mkoa, na kwenye wilaya alishafika, kwenye kata alishafika, kwenye kijiji alishafika. Sasa wananchi sasa hivi ukienda ofisi ya serikali ya umma, ukienda kwenye ofisi ya umma ama ofisi ya serikali, ofisi yoyote ambako una jambo lako umepeleka, kwanza usiondoke bila kuandika kwenye kitabu kile, na uandike na shida ulioipeleka. Wakikufukuza fika ngazi ya juu uelezee na hicho, ili tuweze kushikishana adabu. Nitakuita, nimekuona. Tunataka ofisi za umma, tunataka ofisi za umma zitatue kero. Tunataka ofisi za umma zitatue kero za watu. Ofisi wasizoee matatizo ya watu na kuyaona ni jambo la kawaida. Unapelekewa matatizo, unapelekewa kero, unapokea kama salamu tu, unaendelea na shughuli zingine. Sasa la mwisho kabla sijawaleta mawaziri, tutapata fursa ya kusikiliza watu wawili watatu hivi, ili mawaziri watakapokuwa wanasalimia wajibu na hizo kero. Sasa kabla sijaenda kwenye kupokea hizo kero, niseme neno moja tu. Kiteto oye! Niseme neno moja. Mna mbunge makini sana. Hajaja tu kuongea hapa jukwani. Mimi nimeshaonana naye. Amenielezea hizi hoja na zingine ambazo hata hajaweza kusema kwa ajili ya muda. Ameshanielezea. Mbunge mfuatiliaji, mbunge anayejali wananchi wake. Sasa muendelee kumuunga mkono. Mmenipata ndugu zangu? Mmenipata ndugu zangu? Haya, sasa niwaombe sasa tusikilize utaratibu. Tusikilizane basi, tupeane utaratibu. Nimewaona mlioinua mikono. Nimewaona mlioinua mikono. Na wewe hapo. Sasa ngojeni tusikilizane, tupeane utaratibu. Wale wote ambao wana hoja imeandikwa iko kwenye bahasha. Hebu wenye bahasha peke yao wainue mikono juu. Wenye bahasha. Tusikilizane, nataka turahisishe kwa sababu mko wengi sana. Nataka turahisishe. Wale ambao wana hoja imeandikwa vizuri iko kwenye bahasha, hakikisha kwenye karatasi yako hiyo unaweka namba ya simu. Halafu sogeni huku pembeni, huku kulia kwangu huku, mkutane na katibu.
wasilisha hiyo hoja yako, lakini iwe na namba ya simu. Nitaipitia moja baada ya nyingine, kwa sababu hoja iliyoandikwa inaeleweka kiurahisi zaidi kuliko muda mdogo wa kuelezea. Kwa wale wote ambao hoja zao zimeandikwa, sogeni kulia kwangu, pembeni hapo. Nitakutana na makatibu. Makatibu, sogeni pale, mpokee hizo hoja ambazo zimeandikwa. Moja moja tuongee kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Emmanuel Bainiti, ni manager mradi wa Wimbe Consulate. Mradi ambao tulitekeleza nchini Nilam 2020. Tulilipwa malipo, ikabaki malipo ambayo inaitwa retention. Paka leo hatujalipwa. Nani aliwalipa? Ni mradi ulikuwa halmashauri. Mkurugenzi unatambua huu mradi? Mkurugenzi uko wapi? Mkurugenzi, naomba kusogea mbele. Unautambua huo mradi? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Siumtambui. Nani aliyewalipa? Wewe umehamia lini hapa? Nimehamia 2023. 2023. Ndio Waziri Mkuu. Kwenye wakuu wako wa idara nani aliyekuepo? Alikuwepo afisa elimu wa elimu sekondari. Ni nani aliyelipa kile ambacho kililipwa? Sifahamu Mheshimiwa. We mkandarasi, hebu sogea hapa. Nani aliyewalipa? Haujawahi kufika ofisi za halmashauri? Mradi tulitekeleza akiwepo mkurugenzi alikuwa anaitwa Kambona. Ndio. 2020. Nani aliyewalipa? Mahususi nani aliyewalipa? Hela za kwanza tulipwa na mkurugenzi. Idara ya maji. Idara ya maji, ehe. Mkuu wa idara ya maji yuko wapi? Mkuu wa idara ya maji yuko wapi? Yuko wapi? Mheshimiwa Waziri na mwenyewe amehama, ila idara ya maji sasa hivi inasimamiwa na Ruwasa. Meneja wa Ruwasa yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Unalifahamu hilo jambo? Nalifahamu. Unalifahamu? Ndio. Kwa nini hamjamalizia hiyo fedha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati Ruwasa imeanzishwa kuna fedha miradi ambayo ilikuwa chini ya mkurugenzi ihamie Ruwasa. Kwa hiyo baada ya makabidhiano kuna fedha ambazo ziko kwa mkurugenzi kwa maana ya matazamio ya mradi bado hazihamishwa huku tuweze kumlipa huyu mkandarasi. Ninyi mnalifahamu na mradi mnaufahamu, swali langu kwa nini hamjalipa? Si mradi mnaufahamu na umemalizika? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mradi umemalizika 2020 na mnaufahamu na fedha zipo, kwa nini hamjalipa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, fedha bado hazijaja sababu zilikuwa ziko halmashauri kwa mkurugenzi, ilibidi azilipe sasa huku Ruwasa ili tuweze kuwalipa. Ni mbinguni? Hapana. Si mkurugenzi huyo hapo? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe Ruwasa mko wapi nyinyi? Tupo hapa Kiteto. Mko hapa Kiteto? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnamhangaisha ninyi wote, mkurugenzi huko Kiteto, wewe huko Kiteto, mradi ulishaisha, fedha ipo, ni retained, mkandarasi hamjamlipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe unaona ni sawa hiyo? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa nini hamjamlipa? Fedha hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu tunatarajia mkurugenzi akishatulipa ndipo. Yuko mbinguni, si mko naye kila siku na mnatakiwa tu mwambie alete mlipe. Tulishazungumza naye akasema katika makusanyo atatulipa ili si huyu hapa amesema ajui hilo jambo. We unadai shilingi ngapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu anadai milioni 19. Milioni 19. Ninapokuja majumuisho mniambie mnalipa siku gani hiyo fedha. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndakapokuja majumuisho mniambie hiyo fedha mnalipa.
Hebu njoo wape mawasiliano kuambia kabisa wanakulipa lini. Ninyi ni wakukosa milioni 15 miaka mitano 2026 sasa hivi. Kutoka 2020 na mradi ulishatekelezwa. Haya ndio mambo ninayosema ya kupuuza masuala yanayohusu mtu mwingine. Hebu andika namba yako. Nataka ninapofanya majumuisho, meneja pamoja na mkurugenzi, ninapofanya majumuisho mniambie mnailipa lini hiyo fedha. Imeshakaa vya kutosha, kwa hiyo mwezi huu muiweke kwenye budget mlipe. Mwezi unaoanza huu unaisha kesho, huu unaoanza huu muweke kwenye budget mlipe hiyo fedha. Kwanza nimeambiwa ni retention. Kwa hiyo fedha hiyo ni jambo la ninyi kumaliza kuwasiliana, mlipe mhandisi wetu. Haya, mpe mwingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Trifosa Lusioki. Nimekuwa mzabuni wa chakula katika wilaya ya Kiteto kwa miaka mingi. Lakini baadaye nimefanya kazi nyingi za kuwezesha vikao na kuto kulipwa fedha zangu kwa wakati na mpaka hata leo. Nimeshaenda kwa mkuu wa wilaya aliyetoka kumuomba washirikiane na mkurugenzi ili waweze kunilipa fedha zangu bila mafanikio. Unadai shilingi ngapi? Milioni 28,95,500. Mkurugenzi, unalifahamu hilo? Ndiyo mheshimiwa, nalifahamu. Mnamlipa lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kama anavyodai. Alikuja na mimi kwenye ofisi yangu tukazungumza naye, lakini nilivyotaka nyaraka kwenye ofisi yangu hakuna nyaraka, na yeye nilivyomuomba nyaraka kama anazo aniletea hajaniletea. Kwa hiyo tumeshindwa kujua uhalali wa deni lake. Ninyi wale wanaolisha shule nyaraka zake wao mnaweka wapi? Ninyi si mna watu wanaolisha, wanaotoa huduma? Nyaraka zinakuwa shuleni kama zile za shule, lakini kama kwa akitengeneza nyaraka tu mnamlipa. Ninyi hamna nyaraka? Kwenye kumbukumbu za ofisi zetu mheshimiwa hatuna nyaraka. Nani alikuwa analisha watoto? Sikatoa huduma. Ina maana ninyi halmashauri huwa mnalipa kutokana na nyaraka anazoleta anayedai? Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaratibu wa malipo tunayafanya kupitia yale vibali vya malipo kuanzia awali, kama kuna LPO na nyaraka labda risiti na delivery note. Hicho ni kichaka cha kucheleweshea watu malipo. Ninyi ndio mmempa kazi. Ninyi ndio mmempa kazi. Hamna nyaraka. Sasa kazi alipewa na nani? Eti kazi ulipewa na nani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipewa zingine na mkurugenzi na watendaji wengine, tena walinipa bila kunipa hizo LPO, na ni kitu ambacho tumekizoea. Mzabuni unaambiwa toa huduma, unatoa. Baadaye ukianza kwenda kufuatilia wale watendaji ili waweze kukupitishia malipo yako, wanaanza kupiga chenga, na mwisho wake kila siku kienda unaonekana msumbufu. Ulitoa huduma wapi na wapi? Idara ya elimu, karibu idara zote za halmashauri, elimu, afya, utawala, zote hizo nimetoa huduma mkuu. Sasa kesho ambapo hatutakuwa na ziara, mkae naye hii kwenye majumuisho, mje mniambie mnamlipa lini. Sawa mheshimiwa. Haya, mpeni mwingine. Ndugu mgeni rasmi, mimi ni mstaafu wa idara ya afya, nimestaafu mwaka 2022. Kuna michango yangu mingine haikufika kwa mifuko husika ambayo ni PSSF na NSSF. Nimekuwa nikidai, nikaingia mpaka bungeni kipindi cha marehemu Jenista Mhagama akiwa hai. Akanirudisha kwamba hizo hela hazikufika kwenye mifuko, inatakiwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kiteto anilipe.
toka nilipostaafu 2022 nimekuwa 2023 nikihangaika mpaka nikaingia bungeni, wakanirudisha hazina nikaja wilaya, wakanielekeza nije halmashauri ya wilaya Kiteto kwa mkurugenzi. Nikaandika barua, wakaniambia kwamba wamefanya utafiti, sina nachodai, lakini barua zangu zinaonyesha na madai yote nayo yadai. Nimeweka vielelezo vyangu na barua nimempa mhusika hapa. Umempa nani? Nimempa mhusika, waliosema tu hapa wahusika barua zetu. Kule. Basi hiyo itafuatiliwa tu. DMO iko wapi? DMO iko wapi? Haya, DMO iko wapi? Mkurugenzi unalijua hilo jambo? Unalijua hilo? Mheshimiwa, ni kweli nalifahamu swala la huyo mstaafu, na alifika kwangu mara tu baada ya mimi kuhamia pale. Alikuwa ana madai yake, ambayo madai yake kimsingi anadai PSSF. Wako wapi PSSF? Kuna mwakilishi hapa? Tuna mwakilishi wa PSSF hapa? Elezea. Asante Mheshimiwa. Tulivyowasiliana na PSSF, nao walitujibu kwa nyaraka kwamba kwa kumbukumbu zao huyu mama au huyu mstaafu hana madai yoyote. Kile alicholipwa ndio alikuwa stahili yake. Alilipwa mafao yake kulingana na stahiki yake kwa mujibu wa hiyo barua kutoka PSSF. Asante Mheshimiwa. Mbona anasema kuna barua zinazoonesha anadai? Hapana Mheshimiwa, tunaweza tukaziwasilisha kwako Mheshimiwa barua zilizopo kwetu. Wanasema wamesha. Hebu mtanipatia hizo. Unalifahamu hili jambo? Hebu mpeni nyaraka Rasi aongee na huyo mtendaji mkuu wa PSSF. Sawa Mheshimiwa. Mwingine? Wale ambao wamewasilisha bahasha, wala msiwe na shaka, zimeshafika, nitazipitia tu moja baada ya nyingine. Ni njia nzuri ya kueleza maelezo yako, wala msipate shida ya kulielezea, ili tuwape fursa wengine ambao wana jambo la hapa. Twendeni haraka. Kwa majina naitwa ndugu Ngogi Zuberi Sejengo, ni mkazi wa kijiji cha Zambia, kata ya Lengatei. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu aliyokuwezesha kufika hapa katika wilaya yetu ya Kiteto kuja kuangalia matatizo na kero za sisi wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na kero zangu mbili. Kero ya kwanza ni kwamba marehemu baba yangu alifariki mwaka 2008 na aliacha shamba ekari 60 alizozipata kuanzia mwaka 1986 katika kijiji cha Lengatei. Shamba hilo, ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelifanyia kazi mpaka mwaka 2015. 2015 ndio ukaingia utaratibu wa watu kufukuzwa mashambani, kilimo cha utaratibu bila kuangaliwa haki zao na mashamba waliyopata muda gani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikachukua hatua, nikafika mpaka kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya akalifanyia kazi, lakini ikawa hilo swala haliendi mbele wala nyuma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pili, kuna shamba nilikodi katika kijiji cha Lesoit, kijiji kata ya Lengatei, ekari 20. Nililima shamba hilo kwa gharama shilingi milioni 4,500,000. Nililima mazao hayo, yalipofikia kipindi cha kuzaa zikaingia ng'ombe za wenzetu wafugaji ambao ndio tuseme sijui ndio wenye Tanzania, wakachungia shamba langu, likaisha, sijapata hata kilo moja ya mahindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya nimekusikia. Lile la shamba la kwanza ulilosema eka 60, nani alichukua? Tumenyang'anywa na kijiji cha Lesoit kinyume cha utaratibu. Wakati kijiji cha Lesoit mzee anapaswa hilo shamba, kakutwa na utaratibu wote. Kijiji cha Lesoit kilikuwa
kiko chini ya mamlaka ya kijiji cha Lengatei kama kitongoji. Kwa hiyo limepelekwa kwenye kijiji. Wamelichukua, wamesema wameweka hifadhi ya malisho. Wakati utaratibu wote umenikuta hapo hapo. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Mwenyekiti wa kijiji hicho yuko wapi? Mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani wa eneo hilo, hebu sogea tuambie hili likoje hili. Mwenyekiti wa kijiji. Haya, Mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kijiji, hebu sogeeni mbele hapa. Anayelijua hilo jambo hebu aelezee. Mheshimiwa diwani, ulikuwepo na awamu iliyopita? Hapana, mimi ni mpya, lakini swala hilo pia ninalijua. Tuambie mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kijiji cha Lesoit kilianzishwa mwaka 93. Lakini eneo ambalo mlalamikaji anasema eneo lile lilikuwa kiasili kabisa ni eneo la wafugaji. Kwa hiyo kijiji kilipopanga matumizi bora ya ardhi, eneo lile lilionekana kwamba ni eneo la malisho ya mifugo na tayari imewekwa kwenye mpango ya Alole. Kwa hiyo malalamiko yale kijiji inajua, na hata juzi changamoto yake ilifika kwa katibu tarafa au mkuu wa wilaya na katibu tarafa. Rusuni asogee mbele na akapewa ufafanuzi kwamba eneo lile wakulima wote, hata mimi familia yangu imenyang'anywa karibia heka 400, wote tumekiri tumeacha kwa sababu ya mpango matumizi bora ya ardhi. Hebu msikilizeni mwenyekiti wa kijiji. Mheshimiwa diwani, umefafanua vizuri, nimekusikia. Asante sana Mheshimiwa Mkuu, Waziri Mkuu. Kwa kweli madai ya huyo ndugu kama alivyosema Mheshimiwa diwani, kijiji cha Lesoit kilianzishwa mwaka 92. Halafu tumepanga matumizi bora ya ardhi 97. Na shamba liliandaliwa lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, shamba liliandaliwa mwaka 1986 kwa mkutasari wa kijiji cha Lengatei. Kipindi hicho Lesoit ni kitongoji cha kijiji cha Lengatei. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, unazo nyaraka? Nazo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sikilizeni niwaambieni. Mnasikia ndugu zangu? Nisikilizeni vizuri sana kwenye hili jambo. Moja, nitaunganisha mpaka na hilo la mazao. Moja, mimi sipingi mambo ya matumizi bora ya ardhi, kwa sababu huo ndo uelekeo wa nchi yetu. Ni sera ya chama kilichounda serikali, ipo kwenye ilani, ni uelekeo wa serikali, ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais pia kwamba lazima tuende kwenye matumizi bora ya ardhi. Mnanisikia ndugu zangu wa Kiteto? Lazima tuende kwenye matumizi bora ya ardhi. Kitu kimoja tu ambacho nawaomba nyote mtembee nacho ni kwamba nchi hii hakuna namna ambapo tunaweza kutenga shughuli za kilimo na ufugaji. Katika baadhi ya maeneo ya nchi hii wanaolima ndo wanaofuga, na katika baadhi ya maeneo wanaofuga ndo wanaolima. Sasa jambo moja ambalo tunatakiwa tuepuke, niliseme mwishoni, tuepuke kabisa kutaka kuleta uhasama kati ya jamii hizi. Tuepuke kuifikisha nchi kwamba mkulima akimwona mfugaji aone ameona adui yake, na mfugaji akiona mkulima aone ameona adui yake. Niliwaambia kule Kilindi na waambieni na nyie, msifike huko, kwa sababu hata mkipigana ardhi haiongezeki. Binadamu wataongezeka, na hata mifugo itaongezeka, na hata wanyama wa porini wataongezeka, lakini ardhi haiongezeki. Hata mchukiane, ardhi haiongezeki.
Mnanisikia ndugu zangu wa Kiteto? Hata mchukiane, ardhi haiongezeki. Mtauana bure na ardhi haiongezeki. Sasa kinachotakiwa ni nini? Kinachotakiwa ni kuyamaliza haya mambo kindugu. Mnamaliza kindugu ili undugu uendelee. Kuna mahali hapa katikati tumeacha undugu, ndio mambo haya yanatusumbua. Huu usumbufu wote ni kwa sababu tumeacha undugu. Watu kufanya ubaya imekuwa ni sifa tu, yani wanaenda anafanya uhalifu kibabe, kinyama, na moyo wake unakuwa na amani tu. Hapo ndo tatizo lilipoanzia. Mimi nimetokana na jamii ya kifugaji, nimetokana na jamii ya wakulima. Mwenyewe nimewahi kuchunga. Tena miaka ambayo nimeacha kuchunga ni michache kuliko ile niliyochunga. Ilikuwa ikitokea umelisha shamba la mwenzako, hata kama mwenye shamba hajajua, tulikuwa tunaenda kumpa taarifa. Ukilisha bahati mbaya, mwenye shamba anakuwa hajui, tulikuwa tunaenda kumpa taarifa. Anatafutwa mzee mmoja ama mzee wa boma hiyo, anaenda anamwambia mwenye shamba, bwana, watoto walikuwa wanachunga, imekuwa bahati mbaya wamelisha shamba lako. Mnaalikana wazee, mnaenda kuangalia, mnaangalia palipolishwa. Ndivyo tulivyokuwa tunafanya. Mkiwauliza wazee wakubwa hapa watawaambieni kulikuwepo na heshima hiyo. Halafu baada ya kuwa mmeshaangalia, tena tulikuwa tuende hata mahakamani. Mnakadiriana, bwana, hapo kwa makadirio ya haraka haraka hapa, hii hasara ilikuwaje hii? Anarudishiwa, na siku hiyo hiyo amerudishiwa, mnaenda kukaa kikao cha wazee. Kwa sababu ya mwezi mtukufu sisemi na Kwaresima, sisemi mnaenda kufanyaje. Undugu ulikuwepo hivyo. Unalisha bahati mbaya, ukigundua hata kama mwenye shamba hajaona, ilikuwa tunamwarifu. Sasa hivi imetokea hii kasumba, mtu anaenda kulisha shambani kabisa kibabe na anasimamia. Wengine wanalisha usiku. Hii haikubaliki. Na mimi niwaambieni, msifanye hivyo. Kwa sababu serikali haitaruhusu tuende uelekeo huo. Na mimi kwenye mambo yanayovunja amani ya nchi hii, hatuna mzaha kabisa wala lele mama. Kwa hiyo mnapokaa wafugaji, mkikaa kwenye vikao vyenu, ambizaneni, muambie na wanaochunga. Haya mambo ya kuvunja sheria kwa makusudi hayakubaliki. Kwa sababu tukianza rejareja hiyo ya kuvunja sheria kwa makusudi, tutasababisha wananchi wachukue sheria mkononi kama sisi hatutachukua hatua. Sasa na sisi hatutaifikisha nchi kwenye mwananchi kuchukua sheria mkononi. Mimi niwaombe ndugu zangu wa Kiteto, zingatieni undugu na kuheshimu kila shughuli ya mwenzako anayofanya. Kama unaona ng'ombe wako wanapenda sana mahindi, wanapenda sana mtama, wanapenda sana mimea iliyolimwa, kodi shamba lilime, afu waachie wachunge la kwako. Ndio. Wala hakuna atakaye kuzuia. Nchi za magharibi wanalima mashamba ya aina hiyo. Wanalima shamba, hawatarajii kuvuna, wanapeleka mifugo ikachunge. Kodi shamba, lima, alafu peleka ikachunge. Lakini usiende kusimamia kuchunga kwenye shamba la mwenzako. Huko ni kuvunja sheria ya nchi yetu. Na viongozi wala msimumunye maneno kwenye hili. Mimi mwenyewe ninayeongea anatokea jamii ya kifugaji, na ni mkali kweli kweli watu wakivunja sheria kwa makusudi. Nilienda Morogoro nikakuta wafugaji wakaenda wakachunga shamba la mtu. Wanachunga na
mwenye shamba yuko anapiga yoe. Walivyoona yoe inazidi, mmoja akampiga mkuki ukaingilia mdomoni ukatokea huko shingoni. Nilimwelekeza kamanda wa polisi, nikamwambia nenda kwenye kijiji kile, kamata wote, wabaki akina mama wajawazito tu. Ndio mambo yanayohusu nchi, wala tusimumunye maneno. Mambo yanayoweza kuvunja undugu wetu, kuvunja utaifa wetu, wala tusimumunye maneno. Ndio, wala tusimumunye maneno. Tukimumunya maneno tutalifikisha taifa pabaya, kwa sababu ardhi haiongezeki. Lazima tupange namna ya kuitumia. Ndio maana nimesema mimi sipingi matumizi bora ya ardhi, kwa sababu lazima tupange namna tunaitumiaje ardhi. Lakini lazima tulinde undugu wetu. Ndugu zangu wa Kiteto, niambieni nyie mkitengeneza uadui hapa, patakuwa na Kiteto hapa? Eti patakuwa na Kiteto? Pana mtu ataishi hapa? Kwa hiyo zingatieni hilo. Sasa nilichotaka kusema kwa mheshimiwa diwani na kwa mheshimiwa mwenyekiti na serikali ya kijiji, inawezekana kabisa kwenye vijiji vyetu hivi tulivyokulia, inawezekana kabisa mtu akawa na ameenda akapiga pori lake lipo kwenye kijiji. Ndivyo wazee wetu waliotangulia kwenye maeneo walivyofanya. Anaenda anapiga na shoka yake, anajitengenezea kashamba, lakini lile eneo ni la kijiji. Ipo, inawezekana hiyo. Ipo, ndivyo maeneo wazee wetu waliotangulia ndivyo walivyofanya. Walienda wakakuta eneo, kila mmoja anatengeneza kipande chake. Inawezekana ninyi mmekuja sasa kuja kutengeneza matumizi bora ya ardhi. Siku nyingine mnavyotengeneza matumizi bora ya ardhi, watu wa aina hiyo wapatieni basi hata ya kufyeka tu, ili muendeleze undugu. Mheshimiwa diwani, sumenielewa? Tafuteni hata vindama, hata vindama nini, mwambie bwana wewe uliachia eneo nasemea kwa mzee huyu, nasemea na vijiji vingine. Kwa sababu lazima kuna maeneo mtachukua ambayo yalikuwa yanafanya shughuli A, mnayapeleka yafanye shughuli B. Fanyeni kindugu. Kwa sababu eneo mtalishusha kutoka wapi eneo? Hivi tu tunasema tunataka maeneo yapatikane ya kulisha mifugo. Tutayatoa wapi eti tutatoa mbinguni? Si ni ardhi hii. Kama tunavyosema eneo hili tunataka kujenga jengo la utawala, tunataka hivyo hivyo maeneo ili yapatikane ya mifugo, tutafidia watu. Sasa tunapotaka kufanya hivyo, wala tusipate shida kumrudishia aliyekuwa na eneo. Sasa mkuu wa wilaya, kaa na wale na viongozi wa kijiji hicho, kaa na huyu anayedai eneo lake, pitia nyaraka, muone namna ambavyo mtamaliza. Lakini hili la kulisha kama unamjua aliyelisha. Lakini wako kule Lesoti. Nafahamu. Mkuu wa wilaya aitisha yule aliyelisha. Twendeni kwenye utaratibu wa kindugu tuliokuwa tunautumia ili tuweze kuishi kwa amani. Mifugo yenyewe haitofautishi mahindi na majani mengine. Kama mifugo imechunga, ndugu zangu, isiue undugu wetu. Wewe uliyekuwa na shamba lako tunakufidia, maisha yaendelee. Si ndio hivyo ndugu zangu? Lakini tusifanye kwa makusudi, tutaua undugu wetu. Arasuba Kigwana. Situmeelewana ndugu zangu? Sasa mimi mwenyewe mfugaji mwenzenu nikiwaambia msipoelewa, mtamuelewa nani sasa? Wangapi wameelewa? Asanteni sana kwa kunielewa. Twendeni tulinde, kila mmoja awajibike kulinda undugu wetu. Msiende kwenye kutengeneza uadui kati ya wafugaji na wakulima. Hatutakuwa na taifa tukifika huko. Haya bwana, so onaneni na mkuu wa wilaya, mtapanga siku yenu nzuri, mjadiliane tu kindugu. Jadilianeni kindugu tu. Haya, wewe hapo sogea huku. Nilimwona na mwingine alikuwa wapi pale? Haya, na mama hapo. Ngoja. Yuko wapi? Msisogee. Haya, na wewe. Haya, tutakuja na hapo. Ngoja aseme moja, tutakuja na hapo. Haya.
Kwa jina naitwa Halima Athmani. Haya, na kijana asogee aseme. Haya, ngoja, naona mnawakinga watu. Wale waliowaandika si wako huku. Alafu hao wengine hebu sogeni huku, msiwakinge watu huku. Sogeni upande huo. Mama baki hapa kwa sababu ndo atakayeanza kuongea. Wengine wasogee huku. Kwa jina naitwa Halima Athmani, ni mfanyabiashara pale sokoni. Ndugu mheshimiwa, mwaka 2023 TSF aliniibia mkaa wangu gunia 52. TSF aliniibia gunia 50 maeneo ya London. Ule mkaa walipokuwa wameuchukua wakaupeleka kwenye mitaa wakaenda kuuza. Kipindi hicho mkaa ulikuwa ni shida. Mheshimiwa, ili tatizo langu la mkaa Mheshimiwa Lekaita analifahamu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya analifahamu, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri analifahamu, na meneja wa misitu analifahamu, na nimeenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Hebu rudia ilikuwaje? Mimi ni mfanyabiashara mheshimiwa katika soko la Kibaya. Na mimi nafanya biashara ya mkaa. Nilinunua mkaa maeneo ya London gunia 50. Nilienda TSF nikakata mkaa wa shilingi kila gunia moja nalipa 12,500. Ulienda wapi? TSF nilikata risiti. TSF nilikata risiti, kila gunia nalipa 12,500. Katika gunia 50 ukipiga mahesabu unapata jibu. Nilipokuwa nimetoka TSF, siku ya pili naenda kubeba ule mkaa, nikakuta TSF wameenda kubeba usiku kwa usiku, wakauza mtaani, wakauja ufikisha ofisini. Nikampigia meneja wa misitu akiwa kwenye kikao Dodoma. Nikamwambia mheshimiwa meneja, kwa nini mkaa wangu nimeulipia afu umechukua? Meneja yuko wapi? Meneja alikuwa ni jaji mheshimiwa, ameshahamishwa. Lakini ni ofisi ile ile, aliyepo yuko wapi? Yuko wapi meneja? Hello. Meneja TFS. TFS. Hapa Kongo. Meneja, mnalifahamu hili jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili jambo liko wilayani, lakini ile wa wilaya yuko wapi? Lakini naweza kulijibia mkuu. Sasa kama amefika mpaka ofisini mama wa watu, amenunua kufuata taratibu kabisa za kiserikali. Baada ya hapo na hela ameshatoa. Baada ya hapo mmeuza kwingine. Sasa mrudishieni hela yenu. Ilikuwa lini? Sasa 23 na hela yake. Mheshimiwa, eti mama yetu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tunavyojua kwamba kuna sheria, taratibu na miongozo katika ufanyaji wa biashara za mazao ya misitu na hata umiliki wa mazao ya biashara za misitu. Huwa kiutaratibu mtu tukimhofia kwamba anamiliki mazao ya misitu na nyuki pasipo utaratibu, yale mazao yanachukuliwa, lakini kwa utaratibu ili mnada ufanyike lazima ukae siku 30. Baada ya siku 30 pasipo malalamiko yoyote, mnada unafanyika kwa kufuata utaratibu wa mnada. Mimi ni kuahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama kaimu meneja wa kanda ya kati, nitahakikisha ninalisimamia swala hili. Mama huyu atakavyokuwa, kama kuna right au kuna haki yoyote ambayo ni ya kwake, nitahakikisha kwamba inafanyika, na hili nimelisema mbele yako na mbele ya viongozi ambao wako hapa. Naomba kuwasilisha. Yani mimi sijaelewa sehemu moja tu. Anasema amekwenda, hata mimi mwenyewe nakujaga kununua asali pale kwenye ofisi zetu za maliasili pale.
amekuja kulipia ofisini. Alipolipia mkaa wake au kupelekwa kwake ukauzwa kwingine, na yeye fedha yake alishatoa, na namuona ni mama mjasiriamali wa kawaida kabisa. Tena alisema alikopa hiyo hela benki. Sasa kwa sababu ni vyombo na weka heshima tu hiyo. Mama, njoo uchukue hiyo 625 kwa waziri wao, alafu wao watamrudishia waziri wao. Haya, tumpe mwingine. Naombeni tusikilizane kitu kimoja. Wale ambao walishaandika wala msipate shida. Nitaipitia moja baada ya nyingine. Hakikisheni tu umeweka namba ya simu. Kwa kati yenu hapa kama jambo liko kwenye maandishi, wala usipate shida, wape nafasi wengine ambao hawajaandika. Kabisa. Maana naona foleni bado iko kubwa. Kwa hiyo maiki nyingine iwe huku mwisho, nyingine iwe huku mwisho. Tutafanya huku na huku. Nyingine iwe huku mwisho huku. Mpe haraka. Sasa kamanda, msipomtumia M-Pesa waziri wenu, shughuli ndo hapo. Kwa jina naitwa Zungu Abdalla kutoka Dosidosi, na jina lingine la pili naitwa Kamanda Seba, jeshi la mtu mmoja. Hata Queen Sendiga ananifahamu vizuri sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuja Kiteto. Yaani na changamoto kubwa sana na changamoto za wananchi wa Dosidosi. Changamoto wangu ya kwanza, kituo cha afya cha Dosidosi. Kituo cha afya cha Dosidosi ambapo ulipopita bango lako la kwanza sana mpakani pale. Pale mpakani. Dosidosi. Haya. Mpaka wa Kongo na Kiteto. Tutamleta naibu waziri baadaye atasemea. Changamoto yangu, tumetengeneza 10% katika 100%. Tumetengeneza 10% nguvu kazi wananchi. Imebakia 90%. Serikali naomba itusaidie. Wakina mama wanatoka kutoka Dosidosi wanafuata kituo cha afya Ngusero. Kuna kilomita kama 14 hivi kutoka Dosidosi hadi Ngusero. Na barabara yetu ni mbaya sana. Kwa hiyo ule mtikisiko unakuta mimba za kina mama zetu, dada zetu zinaharibika. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kushukuru sana Mwenyezi Mungu kukuleta hapa. Na Mheshimiwa Queen Sendiga anaifahamu hicho kituo cha afya. Mheshimiwa mbunge anakifahamu vizuri, na Mheshimiwa alitusaidia sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kututetea kituo chetu. Tunakuomba sana Mheshimiwa. Umeshamaliza. Mheshimiwa naibu waziri, chukua jina la hicho kituo, ongea na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ipatikane fedha tuwapelekee wale ndugu zetu wapate kituo cha afya. Kwa jina naitwa Mariamu Mtugutu Mwenyikai. Natoka kijiji cha Dosidosi, kata ya Dosidosi, wilaya ya Kiteto, mkoa wa Manyara. Mimi kero yangu kubwa sana ni ya kwangu mwenyewe binafsi, pamoja na ile aliyoongea mjumbe aliyoondoka hapa. Kwa kweli kituo cha afya ni kwamba mimba za kwanza na sisi wa mimba za 5 na za 6 imekuwa kero kubwa sana kwetu hapo Dosidosi. Tumeshakubaliana tutafikisha salamu kwa Mheshimiwa Rais, fedha hiyo itatoka. Hilo la kituo cha afya tumemaliza. La kwako? La kwangu binafsi ni kwamba mimi nimezulumiwa na mkandarasi aliyejenga shule ya msingi Dosidosi, ambapo nimepikia mafundi waliojenga madarasa 4 na ofisi moja, jumla ni vyumba 5. Mheshimiwa diwani wa Dosidosi yuko wapi? Mtendaji wa kata, hebu sogeni mbele hapa. Unadai shilingi ngapi? Hela zangu ninazodai ni
ni 1,200,000 na lutipatana kwamba kwa kila fundi anayejenga kwa kutwa atumie shilingi 2,000 tu kuanzia asubuhi saa 6 na jioni, na nilikubali kwa sababu ya shida zangu nilizokuwa nazo. Hapa kumbe ni kwamba nimejikwamisha moja kwa moja. Sasa hivi maisha yangu kwenye familia yameshakuwa duni moja kwa moja. Mheshimiwa wewe mtendaji au diwani? Diwani. Mheshimiwa diwani, unalijua hili jambo? Hapana mheshimiwa. Wewe ni mpya Mtendaji wako yuko wapi? Hajaja mheshimiwa. Hajaja. Sasa yuko wapi? Mtendaji wa kata ya Dosdosi yuko wapi? Mheshimiwa diwani, unamfahamu huyo mkandarasi? Mtendaji? Mtendaji, unamfahamu huyo mkandarasi? Ndio mkuu. Sasa huyo mkandarasi timu yake inayojenga imekula chakula cha mama, hawajalipa. Nyie mkandarasi huyo mlishamlipa? Alilipwa, lakini tulishamuita kwa makubaliano. Alisema atalipa. Atalipa lini? Mama wa watu wanahangaika. Toka 2020. Atalipa lini? Atalipa lini? Alisema kule alipata changamoto ule mradi ya kumalizia, alipewa mkandarasi mwingine. Kwa hiyo fedha yake nyewe mlishamlipa yote? Alilipwa kiasi ambapo alinyang'anywa mradi kutokana na anayodai ambayo ameshaifanyia kazi, mlimlipa yote? Alishalipwa kabla hata kupata malalamiko ya mama. Yaani alilipwa kabla sisi hatujapata malalamiko. Yuko wapi huyo mkandarasi? Ni mgeni, alikuwa mgeni, ni wa huko Kibaya huko Kiteto. Jina lake si mnamjua? Si yuko hapa Asakwe? Yuko wapi? Anaitwa Bakema. Yuko wapi? Anaitwa Bakema Saidi Bakema. Yuko wapi? Bakema yuko wapi? Anakaa hapa wilaya ya Kiteto, lakini anapokaa mimi sipajui. Eti yuko wapi? Mkuu wa wilaya, huyu mkandarasi yuko wapi? Ana miradi mingine hapa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nilifanyie kazi sasa hivi kuhusu huyo mkandarasi. Hivi ninyi mama kama huyu mnachukua 1,000,000 yake kwa miaka 6. Mama ananunua chakula, watu anapika, watu wamekula, wanaondoka, hawajalipa miaka 6. Miaka 6. Sasa mkuu wa wilaya huyo mtafuteni popote alipo, alipe na riba, alipe mara 2 ya hiyo fedha aliyochukua. Sawa. Mambo ya kuzi kabisa. Tume kamanda wa polisi amsake popote alipo. Mambo ya kuonea wanyonge haya. Mama kaonane na katibu wangu upate nauli ya kurudia.